Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, leo imempendeza Mungu tuzungumze na kutafakari somo maalum lenye kichwa kisemacho fumbo la Pasaka. Pasaka ni sikukuu muhimu sana katika kalenda ya Kikristo. Pasaka huadhimishwa na maelfu ya watu duniani. Sikukuu hii ina umuhimu wa pekee na ni sikukuu yenye maana kubwa sana kwa Wakristo, kwa sababu Pasaka ni chimbuko na kiini cha imani ya kanisa. Pasaka ina asili yake. Asili ya sikukuu ya Pasaka inapatikana katika Agano la Kale la Biblia Takatifu. Neno tunalolisikia mara kwa mara Pasaka linatokana na neno la Kiebrania Pesach. Katika lugha ya Kiyunani neno topaska lenye maana ya kuruka au kupita limetumika, na pia katika Kiingereza neno Passover lenye maana ya pita juu limetumika vile vile kwa maana hiyo. Kila familia ya Kiyahudi ilitakiwa kumchukua mwanakondoo wa kiume mwenye umri wa mwaka mmoja asiyekuwa na kasoro na kumchinja jioni ya 14 ya mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisan. Kwa leo tungeweza kusema ni mwezi kati ya mwezi Machi na Aprili kwa kalenda tunayotumia sasa. Baadhi ya damu ya mwanakondoo aliyechinjwa ilinyunyizwa nje katika milango ya nyumba zao walizoishi hawa Wayahudi. Malaika wakati wa usiku wa Pasaka alipoona damu katika nyumba za Wayahudi au Waisraeli, alipita, hakuua wazaliwa wao wa kwanza. Kwa hiyo, kwa damu ya mwana-kondoo aliyechinjwa, Wayahudi waliepuka hukumu ya kifo iliyokuwa juu ya wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Hili lilikuwa pigo la mwisho la Mungu ambalo lisingewapa wa Misri fursa nyingine, bali kuwaruhusu Wayahudi, yaani Waisraeli, waondoke Misri ili kutimiza azma ya Mungu ya kukiokoa kizazi cha Abrahamu, Isaka na Yakobo kutoka utumwani. Kutokana na tendo hili, Wayahudi walipata fundisho kuwa Mungu ni Mungu wa wokovu. Sikukuu ya Pasaka inaelezwa katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 14, mstari wa 21 hadi 23, na Kutoka 34 mstari wa 25 na ule wa 26 kwenye Biblia Takatifu. Waisraeli waliagizwa kula Pasaka wakati wa siku ya kuokolewa kutoka utumwani Misri. Pasaka hiyo iliadhimishwa katika kila jamaa ambapo baba wa nyumba alikuwa ni kiongozi. Ni kama alifanya kazi ya ukuhani kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 21. Waisraeli waliendelea kuadhimisha Pasaka nyumbani mwao katika mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisan, mwezi Machi, kati ya mwezi Machi na Aprili, kwa kutegemea mwandamo wa mwezi. Maadhimisho ya sikukuu hii yalichukua siku 7, ambapo chakula cha jioni maalum na mkate usiotiwa chachu, divai, mimea na kondoo kutolewa, ambapo familia nzima hukusanyika. Waisraeli waliadhimisha Pasaka hata kabla ya waamuzi na wafalme. Waliadhimisha mahali palipoitwa Gilgal, kama tusomavyo katika kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 10 hata ule wa 12. Baada ya miaka mingi kupita, utaratibu ulibadilika. Iliwapasa sasa hawa Waisraeli, hawa Wayahudi, kufanya Pasaka Yerusalemu, mahali pamoja pa kuabudia baada ya hekalu kujengwa.
Walifanya hivyo kwa kufuata agizo la Mungu kama tusomavyo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 mstari wa 1 hadi wa 6. Bado hata siku za leo Wayahudi wanaadhimisha Pasaka, ingawa kuna mabadiliko machache. Kwa kuwa hakuna tena hekalu huko Yerusalemu ambapo mwanakondoo anaweza kuchinjwa, sikukuu ya siku hizi ya Kiyahudi iitwayo Seda haiadhimishwi tena kwa mwana-kondoo aliyechinjwa, bali chakula cha jioni maalum na mikate isiyotiwa chachu, divai na mimea hutolewa, ambapo familia nzima hukusanyika. Utaratibu wa maadhimisho huongozwa na kiongozi wa familia, yaani baba. Katika maadhimisho haya, Wayahudi hawa au Waisraeli hawa hawaadhimishi Pasaka kama tukio la kihistoria tu, bali husherekea uhuru wao pia, yaani siku ya maisha mapya. Sasa tuangalie maana ya Pasaka kwa Wayahudi. Pasaka ilikuwa ya maana sana kwa Wayahudi. Katika kipindi hiki Pasaka ilikuwa na maana zifuatazo. Kwanza, Pasaka ilikuwa ni alama ya uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Pasaka ilikuwa ni alama ya agano, yaani Mungu alisisitiza kuwa yeye ni Mungu wa watu wake na atawaokoa toka utumwani. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa ni alama ya watu wa Mungu. Wale waliokula Pasaka walikuwa watu wa Mungu, hao aliowachagua kuwa taifa lake takatifu. Pasaka ilikuwa ni alama ya utii. Kwa Wayahudi, itikio la kufanya Pasaka lilionyesha utii kamili wa agizo la Mungu aliyewaagiza kuadhimisha Pasaka. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa ni alama ya imani. Wayahudi waliamini kuwa Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo alikuwa Mungu wa kweli. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa ni alama ya kuonesha uwepo wa Mungu. Mungu alikuwa pamoja nao, akipita na kuangalia mateso yao na kuwapitia asiwaue wazaliwa wao wa kwanza. Waliamini kuwa Mungu yupo, Mungu anasema, Mungu anaagiza, Mungu anatuma watu wake na anasikia kilio chao. Na ndivyo Mungu alivyo. Kwa Wayahudi, Pasaka ilikuwa ni alama ya hukumu kwa wasiomcha Mungu. Wamisri hawakuwa waamini wa Mungu, bali walifuata miungu yao na uganga wao. Kwa sababu hiyo Mungu aliwapiga mapigo. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa ni alama ya nguvu za Mungu. Miungu ya Wamisri haikupindua maagizo ya Mungu. Mungu alijidhihirisha kuwa mwenye nguvu. Hakuna kiumbe awaye yote anaweza kushindana naye. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa ni alama ya mwisho wa mateso, kwani kabla ya siku hiyo ya Pasaka, Wayahudi walikuwa katika maisha ya shida na taabu nyingi kwa miaka mingi. Wengi walizaliwa katika mateso na kufia katika mateso huko Misri. Pasaka kwa Wayahudi pia ilikuwa ni alama ya wokovu. Kwa tendo la Pasaka, Wayahudi waliokolewa toka katika mateso na kifo, hasa kwa wazaliwa wa kwanza. Kwa ajili ya kuokolewa, ndiyo sababu Mungu aliwasisitizia sana kuwafundisha watoto wao maana ya Pasaka, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 26 na wa 27. Alama hii ya wokovu haikuwa ya wakati huo tu, bali ililenga hata kwa wokovu wa wakati ujao. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa ni alama ya mwanzo mpya wa maisha. Kwa teolojia ya Waisraeli au Wayahudi, Pasaka ilianzisha kitu kipya kabisa. Ni kwamba kila Myahudi alipata maisha mapya, maisha ya uhuru kamili. Wayahudi baada ya kutoka Misri waliendelea kusherekea siku ya Pasaka, maisha mapya, wakayafurahia, wakasherekea haya maisha mapya, siku ya uhuru wao. Katika siku ya uhuru, Mungu alijitambulisha kwao kuwa ndiye Mungu wao, na Musa atawaongoza. Farao hana tena madaraka juu ya taifa la Israeli.
Pasaka ilikuwa ni alama ya kuungwa pamoja. Wayahudi au Waisraeli walikuwa wametawanyika kwa kufuata makabila yao 12. Sasa Mungu aliwaunganisha pamoja chini ya Mungu mmoja. Waisraeli, Wayahudi hawa walijitambua kwa uwazi zaidi kuwa ni taifa moja lenye uongozi mmoja na namna moja ya kuabudu. Wote waliungwa kwa damu ya kondoo. Teolojia ya Agano la Kale inakaza sana kuhusu umuhimu wa damu, hasa kama kiungo kati ya Mungu na watu na kati ya watu na watu. Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa pia ni alama ya shukurani kwa Mungu kwa tendo la wokovu na uhuru. Pasaka ilikuwa ni alama ya kuwa na matumaini. Waisraeli, Wayahudi hawa miongoni mwao walitoa kondoo wa Pasaka wakiwa na matumaini kuwa wazaliwa wao wa kwanza hawatauawa, hawatakaa Misri tena, kwa kuwa ahadi ya Mungu itatimilika. Agano alilolitoa Mungu kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo kuwa uzao wao utakuwa mwingi na kwamba watairithi nchi, maneno haya yatatimia kwao, na Mungu aliwatoa utumwani Misri. Kwa ujumla, kwa Wayahudi Pasaka ilikuwa ni msingi, ilikuwa ni jambo la msingi sana katika mafundisho yao, lakini pia katika imani yao katika nyakati zile za Agano la Kale. Na imani hii ya Wayahudi, msingi huu wa Kiyahudi unaendelea katika mafundisho ya imani yao, lakini pia hata katika imani yetu sisi wa Kristo katika nyakati za Agano Jipya. Katika Agano Jipya tunasoma kuwa Yesu akiwa na umri wa miaka 12, wazazi wake walimpeleka Yerusalemu kula sikukuu ya Pasaka. Luka 2 mstari wa 41 hadi 50. Na baadaye tunasoma katika maisha yake Yesu alikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kula sikukuu ya Pasaka kama tunavyosoma katika Yohana 2 mstari wa 13. Chakula cha jioni cha mwisho ambacho Yesu alikula na wanafunzi wake huko Yerusalemu mapema kabla ya kusulubiwa msalabani kilikuwa ni chakula cha Pasaka. Mathayo 26 mstari ule wa kwanza hadi wa pili na mstari wa 17 hadi 29. Yesu Kristo alifanya hivyo kwa kuzingatia taratibu za dini ya Kiyahudi, kwani naye alikuwa Myahudi. Yesu mwenyewe alisulubiwa siku ya Pasaka ya Kiyahudi, yaani Ijumaa, kama mwanakondoo wa Pasaka. Sasa baada ya kuangalia maana ya Pasaka kwa Wayahudi, sasa tuangalie maana ya Pasaka kwa Wakristo. Iko tofauti kati ya Pasaka ilivyoazimishwa na Wayahudi na jinsi Wakristo tunavyoadhimisha, ingawaje asili yake ni moja. Maadhimisho ya Pasaka kwa Wakristo ni utimilifu wa ahadi za Agano la Kale na za Yesu Kristo mwenyewe wakati wa maisha yake hapa duniani. Ahadi hizo za kale zinathibitishwa na tendo la kufufuka kwa Yesu Kristo. Ufufuko wa Yesu Kristo ni wa pekee sana. Unapita kutoka hali ya kifo na kuingia katika maisha mengine, maisha ya umilele yasiyofungwa na mipaka ya wakati au mahali. Ni maisha yasiyokufa kamwe. Wakristo katika baraza la kwanza la kanisa la Nikea mwaka ule wa 325 BK waliamua kutenganisha maadhimisho ya Pasaka ya Wayahudi na maadhimisho ya Pasaka ya Wakristo. Pasaka ina maana gani kwa Mkristo wa leo? Kama nilivyoeleza awali, Wayahudi walikombolewa kwa damu ya mnyama, mwana kondoo, bali Wakristo tumekombolewa kwa mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani, ili tutoke katika utumwa wa dhambi na mwenendo usiofaa.
Wokovu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo hupatikana kwa njia ya utii utokanao na imani, kama tunavyosoma katika waraka ule wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 1 mstari wa 5 na sura ile ya 16 mstari wa 26. Yesu Kristo ni Pasaka wetu aliyetolewa kuwa sadaka, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 7. Na huyu Yesu Kristo aliyetolewa kuwa sadaka bado anaishi kwa tendo la ufufuko. Yesu Kristo ametuokoa katika nguvu za uovu na kutuletea ukombozi kwa njia ya msamaha wa dhambi, kama tunavyosoma katika kitabu kile cha waraka wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 13. Hatuokolewi kwa njia ya vitu kama maji, mafuta, chumvi, kokoto au mchanga au kitu chochote. Tunaokolewa kwa imani katika Yesu Kristo. Yesu Kristo huyo aliyetolewa kuwa sadaka ili tupate ondoleo la dhambi, tupate kupona. Kwa hiyo Wakristo tunapaswa kuweka imani yetu katika Yesu Kristo Mwokozi na sio katika vitu kama inavyofanywa leo. Vitu havina uwezo wa kumwokoa mtu, bali Yesu pekee ndiye aokoaye. Kufufuka kwa Yesu Kristo ni chimbuko na msingi wa imani ya Kikristo. Kufufuka kwa Yesu Kristo kumeongeza thamani ya Ukristo na huduma ya kanisa. Mtume Paulo anasisitiza akisema, kama Kristo naye hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 14. Hali kadhalika, kufufuka kwa Yesu Kristo kumeleta tumaini jipya na uhai mpya wa kiroho kwa Wakristo. Kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo kumetuokoa na mauti ya kiroho, na kwamba wafu watafufuliwa siku ya mwisho, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16 hadi wa 17 na Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 24 hadi 26. Pasaka ina ujumbe mahususi kwetu sisi sote. Pasaka ni sikukuu ya mabadiliko ya kiroho. Pasaka si sikukuu ya mabadiliko ya vyakula, si sikukuu ya mabadiliko ya menu au mavazi tu. Yes, ni muhimu kula vizuri, ni muhimu kuvaa vizuri, lakini Pasaka haimaanishi hayo tu, bali Pasaka ni sikukuu inayotuumba upya kiimani. Hivyo tusisherehekee Pasaka kwa mazoea. Pasaka inatualika kubadilisha mitazamo na fikra zetu hasi kuhusu sisi wenyewe na watu wengine. Mitazamo na fikra hasi huondoa furaha. Furaha inapokosekana kwa muda mrefu katika maisha ya mtu, huathiri afya yake ya mwili, afya yake ya akili na afya yake ya kiroho. Mpendwa msikilizaji, badilika sasa ili usiangamie na kuangamiza watu wengine. Pasaka ni sikukuu ya furaha iliyoletwa na tendo la kufufuka kwa Yesu Kristo. Pasaka inatukumbusha Wakristo kuacha kubeba habari mbaya zenye kuleta mateso, zenye kuleta maumivu na kuondoa furaha ndani yetu. Tunaalikwa kubeba habari zenye kuleta furaha. Yesu Kristo ni tumaini na wokovu wetu. Ufufuko wa Yesu Kristo unakualika wewe na mimi
kutokukata tamaa, kutokuishi maisha yenye hofu. Pasaka inatukumbusha kuwa Mungu anao uwezo na msaada wake haujawahi kupungua katika maisha yetu. Tukipatwa na huzuni, yeye ni furaha yetu. Tukipatwa na matatizo, yeye ni jibu na uponyaji wetu, kwa sababu Mungu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Akili zake hazina mipaka, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 147 mstari ule wa 5. Yeye ni msaada wetu wakati wa mateso. Kwa hiyo hatupaswi kuangalia matatizo na changamoto tunazokutana nazo katika maisha, bali tuangalie ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Tuwe watii na kumtumaini yeye. Mara nyingi kukosa utii umeondoa baraka za Mungu katika maisha ya watu wengi. Mpendwa msikilizaji, Pasaka inakukumbusha wewe, inanikumbusha na mimi, sisi sote kuacha mienendo na tabia mbaya kama vile ulevi, wizi, usaliti, ukatili, fitina, majungu, uongo, mafarakano, uonevu, uvivu, uchoyo, ubinafsi, upendeleo na ulozi. Tujali na kuthamini watu wengine, ikiwa ni tendo la shukurani kwa Mungu kwa wokovu wetu. Na kutakia heri na baraka za Pasaka. Heri hizi za Pasaka na baraka za Pasaka ziwe nasi sote. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.